Karibu katika taarifa yetu ya habari Afrika mwisho juma, matangazo ya asubuhi hii moja kwa moja kutoka idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa. Tumekuandalia mengi ikiwa ni pamoja na Israeli yaua wanahabari watatu katika mashambulio la anga nchini Lebanon. Iran yadai kuharibu ghala la mifumo ya Ukraine Dubai. Kiev yakana vikali. Na tutakufahamisha yaliyojiri saa 24 zilizopita, vita vya Iran, mashambulio kila kona Mashariki ya Kati. Na tumai ubweri wa afya popote pale ulipo duniani kwa moyo mkunjufu na mikono miwili. Hujambo na karibu kwenye taarifa hii ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa. Jina langu ni Kantona Joseph. Waandishi habari watatu wa Lebanon wameripotiwa kuuawa baada ya gari lao la kazi kushambuliwa na ndege ya Israeli kusini mwa nchi hiyo, kwa mujibu wa vyombo vya habari vya ndani. Waliofariki duniani pamoja na waandishi wa El Mana TV Ali Shoeiba pamoja na wanahabari wa El Mayadin Fatima Mohamed Fetoni ambaye aliuawa katika shambulio la anga katika mji wa Jezine. Jeshi la Israeli limedhibitisha kumuua Eli Shoeibi katika shambulio hilo, lakini limedai kuwa alikuwa mshirika wa Hezbollah akijifanya mwandishi wa habari. Hili tukio la pili ndani ya muda mfupi ambao Israel imetumiwa na kulenga wanahabari nchini Lebanon tangu vita kuanza. Wiki iliyopita mtangazaji maarufu wa Ilmana Mohamed Sheri na mkewe waliuawa katika shambulio lingine lilolengwa. Tangu kuanza kwa shambulio hayo, zaidi ya 1100 wameuawa nchini Lebanon, wakiwemo watoto 120 na wahudumu wa afya 42, wengi nchini humo. Wameeleza wasiwasi kuwa Israeli ilitumia mbinu zinazofanana na zile zilizotuhumiwa kutumia Gaza, ikiwa ni pamoja na kulenga raia, wanahabari na wahudumu wa afya, madai ambayo Israeli imekuwa ikiyakanusha. Iran imedai kuharibu ghala lililokuwa likihifadhi mifumo ya kupambana na ndege zisizo na rubani anti-drone inayodaiwa kumilikiwa na Ukraine katika mji wa Dubai, katika operesheni iliyohusisha vikosi vyake vya anga na majini. Kwa mujibu wa msemaji wa makao makuu ya kijeshi ya Qatam El Abiya Ibrahim Zolfagari, ghala hilo lilikuwa likitumika kuhifadhi vifaa vya kijeshi vya Ukraine vinadaiwa kusaidia operesheni ya Marekani. Aliongeza kuwa watu 21 wa Ukraine walikuwepo katika eneo hilo wakati wa shambulio hilo, lakini hakukuwa na taarifa kuhusu hatima yao. Hata hivyo, Ukraine imekanusha vikali madai hayo, ikisema taarifa hiyo si ya kweli. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje wa Ukraine Hordi Tikhi amesema kuwa ni uongo na kuishtumu Iran kwa kueneza taarifa ya upotoshaji. Kauli hiyo ya Ukraine imewadia muda mfupi baada ya vyombo vya habari vya Iran kuripoti kuhusu tukio hilo, huku mvutano ukiendelea kuongezeka katika ukanda huo. Tukio hili linajiri wakati rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky akiendelea na ziara katika baadhi ya nchi za Ghuba, ikilenga kuimarisha uhusiano wa kidiplomasia katika kipindi hiki cha mvutano wa kimataifa. Mashambulio yanaendelea katika eneo la Ghuba katika saa 24 zilizopita, huku makombora yakiripotia kupiga mji mkuu wa Iran, Tehran, usiku kucha, wakati Iran ikiendelea kurusha makombora kuelekea Israel na nchi nyingine za ukanda huo. Mamlaka nchini Israeli imesema mwanamume mwenye umri wa miaka 52 amefariki dunia na wengine kadhaa kujeruhiwa baada ya kombora kulenga eneo la katikati mwa Israeli mwishoni mwa Ijumaa. Jeshi la Israeli IDF pia limesema limefanikiwa kuzuia makombora yaliyorushwa kutoka Yemen kuelekea Israel. Nchi ya Oman, mfanyakazi wa kigeni amejeruhiwa baada ya ndege zisizo na rubani drones kulenga bandari ya Salalah, kwa mujibu wa shirika rasmi la habari la nchi hiyo. Wakati wa huo mifumo ya ulinzi ya anga imewashwa katika Umoja wa Falme za Kiarabu, Kuwait na Bahrain, ambapo ndege zisizo za rubani
kadhaa zimedunguliwa. Nchini UAE watu 5 wamejeruhiwa baada ya kombora kuzuia katika mji wa Abu Dhabi. Wizara ya Ulinzi ya Saudi Arabia imesema imefanikiwa kuzuia ndege za 3 zisizo na rubani pamoja na kombora la balistiki lilokuwa likielekea mji mkuu Riyadh. Mashambulio haya yanajiri kufuatia tukio la Ijumaa ambapo wanajeshi wasiopungua 12 wa Marekani walijeruhiwa baada ya shambulio katika kambi ya anga ya Prince Sultana nchini Saudi Arabia. Wahamiaji 22 wameripotiwa kufariki dunia karibu na pwani ya Ugiriki baada ya kukaa kwa siku 6 baharini wakiwa ndani ya boti ya mpira. Shirika la habari la AFP linukuu manusura waliotoa taarifa hizo kwa walinzi wa pwani wa nchi hiyo. Kwa mjibu wa taarifa hizo, manusura wameelezea kuwa walikuwa wakisafiri katika mazingira magumu baharini kwa siku kadhaa kabla ya tukio hilo, hali iliyosababisha vifo vya watu hao. Watu 26 wameokolewa katika chombo hicho cha shirika la ulinzi wa mipakani ya Ulaya Frontex karibu na kisiwa cha Crete, kwa mjibu wa AFP ikinukuu walinzi wa pwani wa Ugiriki. Hata hivyo, taarifa hizi hazithibitishwa mara moja. Unaendelea kupokea taarifa hii ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Na kuhusu taarifa hii ya wahamiaji wapatao 22 ambao wafariki dunia, tunapokea taarifa hii kwa utendeti. Katika pwani ya Ugiriki baada ya kukaa baharini kwa siku 6 wakiwa ndani ya boti ya mpira, walinzi wa pwani ya Ugiriki walisema katika taarifa iliyotolewa usiku wa Ijumaa. Watu 26 waliokolewa na chombo cha shirika la mipaka la Ulaya karibu na kisiwa cha Crete. Katika safari hiyo, abiria wa boti ya mpira walipoteza mwelekeo na walibaki baharini kwa siku 6 bila maji wala chakula. Taarifa hiyo ilisema wahamiaji waliookolewa walieleza mamlaka kuwa watu 22 kati yao walifariki wakiwa baharini na miili yao ilitupwa baharini kwa amri ya mmoja wa wasafirishaji haramu. Taarifa hiyo iliongeza, kwa muda mrefu Ugiriki imekuwa lango linalopendelewa kuingia Ulaya kwa wahamiaji na wakimbizi kutoka Mashariki ya Kati, Afrika na Asia. Mwaka 2015 hadi mwaka 2016, nchi hiyo ilikuwa mstari wa mbele katika mgogoro wa wahamiaji barani Ulaya, ambapo karibu watu milioni 1 waliwasili kwenye visiwa vyake, wengi wao wakitoka Uturuki. Wengi bado wanajaribu kuvuka bahari ya Mediterania kwa kutumia boti, na ajali si jambo la nadra. Tangu wakati huo, Ugiriki imeimarisha msimamo wake kuhusu wahamiaji kwa kuimarisha udhibiti wa mipaka kupitia uzio wa doria za baharini. Mimi ni Bahati Limo. Asante sana Bahati hapo hivi kwa kutuelekeza vizuri katika nafasi hiyo, ambapo unazidi kupokea taarifa hii ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Na hatimaye waziri wa mambo ya nje wa Pakistan Ishaq Dar anasema nchi hiyo itapokea mawaziri wa mambo ya nje wa Saudi Arabia, Uturuki na Misri mjini Islamabad kuanzia tarehe 29 hadi 30 Machi. Wizara ya mambo ya nje ya Misri sasa imetoa taarifa iliyothibitishwa kwamba waziri wake wa mambo ya ndani wa nje amesafiri hadi mji mkuu wa Pakistan kwa mazungumzo hayo. Pakistan imekuwa ikifanya juhudi za upatanishi katika eneo hilo. Kando na hilo, imejitolea kuandaa mazungumzo kati ya Marekani na Iran, lakini bado hakuna udhibitisho wowote kama hayo yatafanyika. Kwa vipindi bora, matangazo yenye tija, vile ukweli na burudani, sikiliza idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa, kituo chako kinachokuwa kwa kasi sana duniani. Hapo basi ungependa kupiga jeki maono haya kufika mbali, una uwezo huo wa kwenda kwenye Facebook ya kwetu, kuna link ya PayPal, ama kwenye majukwaa yote yale kuna link ya PayPal,
Ifuatilia hiyo link hadi kwenye ukuta wetu ule wa PayPal, basi utapata jinsi ya kuweza kuwa rusha usaidizi wako kwenye kituo hiki, kuna kwamba tunafikia malengo yetu ya uratibu. Au tumia email hii ya PayPal cantona.online254@gmail.com. Hili ni jukwaa la ukweli, Afrika halisi, sauti yetu na taswira yetu. Sikiliza idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa kwa vipindi bora, matangazo yenye tija, vile vile ukweli na burudani. Kiziba mkonga cha sasa. Dalili mojawapo huna mahusiano mazuri na wewe binafsi. Poor intrapersonal relationship. Huwezi kabisa kuwa peke yako na huwezi kuwa kimya na mtulivu peke yako. Una shida, unahitaji msaada. Dalili mojawapo kwamba huna mahusiano mazuri na wewe mwenyewe. Poor intrapersonal relationship. Huwezi kabisa kuwa peke yako na huwezi kuwa kimya na mtulivu ukiwa peke yako. Una shida, unahitaji msaada. Kuna time unakaa peke yako, inaitwa personal reflection. Una tafakari, na hapo ndipo hata maono makubwa huwa yanachipuka, wakati ambapo umetulia ukiwa peke yako na una ukimya fulani. Na hicho ndicho kiziba mkonga cha sasa. Nimekuwa ni taarifa ya habari, msikilizaji. Ujambo na karibu. Naitwa Cantona Joseph.